Karibu kwenye channel hii ya KC Jitu la Maarifa kwa simulizi kali na filamu kila siku. Hapo zamani za kale, mvulana mmoja aitwaye Yemi aliishi mjini na baba yake. Alikuwa mvulana mdadisi sana na baba yake alimbembeleza na kumsifu kwa kila jambo alilofanya, haijalishi lilikuwa ni kosa kiasi gani. Tangu Yemi alipoweza kuzungumza, hakuwa na chujio. Ikiwa alifikiria jambo fulani, alilisema kwa sauti kubwa, iwe ni jambo lisilo na adabu, la aibu, au hata lenye kuumiza. Shuleni, kila mtu alimjua Yemi kwa sauti yake ya juu. Walimu walimwogopa Yemi darasani kwa sababu walijua kwamba angekatiza masomo kwa maswali yake yasiyo ya kawaida na ya jeuri. Siku moja darasani, Yemi alimuuliza mwalimu wake kwa nini alikuwa na nywele puani. Alimuuliza mwalimu mwingine kwa nini alivaa viatu vile vile kila siku. Na maswali haya, ingawa ni kweli, yalifanya madhara zaidi kuliko mema. Wanafunzi wenzake walikaa mbali naye kabisa kwa sababu mara nyingi alisema mambo ya kuwaaibisha au kuwatusi. Wakati fulani, wakati wa kusanyiko, Yemi alinyoosha kidole kwa msichana na kumuuliza kwa nini masikio yake yalikuwa makubwa sana. Hakuishia hapo, aliendelea kumwambia kwamba masikio yake yalikuwa makubwa kiasi kwamba yangeweza kusikia wiki ijayo. Msichana maskini alilia kwa siku nyingi na kuanza kulalamika kwa wazazi wake kwamba anachukia masikio yake. Wazazi wa msichana masikini walipoona jinsi maneno ya Yemi yalivyomwathiri binti yao, waliamua kumtembelea baba yake ili kutoa malalamiko juu ya mtoto wake. Lakini babake Yemi, badala ya kumkemea mwanawe, alipuuza malalamiko yao kuwa si kitu. Ikiwa unataka watoto wako wawe waoga, ni sawa. Mwanangu Yemi ni jasiri, anajiamini na huru. Hilo ndilo tunalohitaji katika ulimwengu huu, na siko tayari kumshambulia. Wazazi wa msichana walikata tamaa sana. Waliondoka nyumbani kwa Yemi na kumtoa binti yao shuleni ili kumwezesha kukabiliana na hisia na kuepuka fedheha zaidi. Wazazi zaidi walianza kulalamika na shule ikaamua kuingilia kati. Waliitisha mkutano na baba yake ili kuzungumza kuhusu mtazamo wa mwanawe, lakini badala ya kusikiliza, alishutumu shule hiyo kwa kubagua mwanawe. Akiwa amejawa na hasira kali, alimtoa mtoto wake shuleni huku akiahidi kutafuta shule ambayo ingemwezesha mwanawe kujieleza kwa uhuru. Alitoka nje ya ofisi ya mkuu wa shule huku Yemi akiwa amejigamba akiwa pembeni yake, akiamini kwamba kila mtu ndiye aliyekuwa tatizo. Hata mara moja hakulazimika kufikiria madhara ambayo maneno ya mwanaye yalisababisha. Muda mfupi baadaye, Yemi aliandikishwa katika shule mpya. Baba yake aliamini kwamba huo ungekuwa mwanzo mpya kwake, nafasi ya kuwaonyesha wengine jinsi mtoto wake alivyokuwa mwenye kipaji na ujasiri. Lakini mambo hayakwenda jinsi alivyotarajia. Kuanzia siku ya kwanza kabisa, Yemi alianza tena tabia yake ya kawaida. Alimwona mwanamke mnene na akamuuliza kwa nini alilazimika kula familia yake yote ili kuthibitisha jambo fulani. Mwanamke huyo alitokwa na machozi, akimkumbuka bintiye ambaye hivi majuzi alimpoteza kwa ugonjwa mbaya. Alijua Yemi ni mvulana tu, lakini utani wake ulifungua kidonda ambacho kilikuwa kimeanza kupona. Kila mtu karibu alitazama kwa mshtuko. Wengine hata walifunika midomo yao, huku wengine wakitazama pembeni kwa kukata tamaa. Bado, baba yake alikataa kuchukua hatua. Aliendelea kumtetea mwanaye huku akijigamba kwa mtu yeyote aliyejali kusikiliza kuwa anamlea mtoto anayejiamini na si mfuasi waoga. Lakini alichoshindwa kutambua ni kwamba kujiamini bila wema ulikuwa ni ukatili wa kujificha tu. Jioni moja, baba yake alipokea mgeni wa pekee sana. Jina lake aliitwa Lola na alikuwa ni mwanamke mrembo sana ambaye baba yake alikuwa akiongea naye kitambo. Lola alikuwa amesikia mengi kuhusu Yemi na hakuweza kusubiri kukutana naye. Alifika nyumbani kwao na kukutana na Yemi ambaye alimkaribisha kwa tabasamu laini. Yemi alimkazia macho tangu anaingia ndani huku macho yakiwa yamemtoka kwa udadisi. Bila kufikiria mara mbili, alimuuliza swali ambalo hajawahi kuona likija, mbona makeup yako ni nzito sana? Je, unajaribu kuficha uso wako halisi? Chumba kilikuwa kimya huku Lola akiganda kwa mshtuko, tabasamu lake likififia mara moja. Baba yake aliachia kicheko kisicho cha kawaida lakini Lola hakuonekana kufurahishwa.
Alisimama tu kwenye kiti chake, akachukua mkoba wake na kutoa visingizio kwa nini ilimbidi kuondoka mara moja. Baba yake Yemi alimfuata haraka, akiomba kwamba Yemi alikuwa mtoto tu. Ni mtoto tu, hakumaanisha hivyo, alimwambia Lola ambaye alimgeukia akionekana kukata tamaa. Anaweza kuwa mtoto wale lakini wewe sio, na ikiwa hivi ndivyo umemlea ili kuwatendea watu basi samahani, siwezi kuwa sehemu yake. Kwa maneno hayo aliingia kwenye gari lake na kuondoka zake. Akimwacha Wale akiwa amesimama mlangoni huku aibu ikimwingia taratibu kifuani mwake kwa mara ya kwanza kabisa. Alirudi ndani na kumuona Yemi akiwa bado amekaa kwenye kochi akiwa hana wasiwasi kabisa. Kwa nini alimwacha baba? Yemi aliuliza kwa sauti isiyo na hatia, lakini baba yake Wale hakujibu. Alikaa tu na kuuzika uso wake mkononi huku akiwa na huzuni. Wale hakuweza kumtahadharisha mwanaye Yemi. Aliamini kufanya hivyo kungeharibu imani ambayo alikuwa ameifanyia kazi kubwa kumjenga. Jumamosi moja alasiri, Wale aliamua kumpeleka mwanawe kwenye duka kuu ili kununua mboga wakati jambo lisilowazika lilipotokea. Wale alikuwa akisukuma toroli huku mwanawe Yemi akimfuata kando yake akiuliza maswali mengi yasiyo ya lazima. Walipokuwa wakikaribia kwenye mlima ili kulipia vitu vilivyokuwa kwenye toroli yao, mwanamke mmoja aliyevalia vizuri aliwapita, mrefu, aliyepinda na maridadi. Wale bila hata kufikiria aligeuka kidogo na kumwangalia, na kwa sauti kubwa kama megafone katika kanisa lenye utulivu, Yemi alipiga kelele ili kila mtu aliyekuwapo asikike. Baba, mbona unamtazama bum bum? Foleni ilinyamaza huku mtunza fedha akiganda. Wale alihisi moyo wake ukisimama. Hakuwahi kuwa na haya maishani mwake na kutamani ardhi ipasuke na kumeza. Yule mwanamke aliyekuwa akimwangalia aligeuka kwa kasi na kumtazama. Watu wakaanza kucheka huku wakinong'ona na kumwelekeza. Mwanamume huyu akimchumia Maltu tofali la shoga, mwanamke alisema huku Wale akimwangalia mwanawe kwa hasira. Lakini baba, unamtazama bum bum, hata shingo yako ulipasua alipokuwa akipita, alisema kwa sauti kubwa huku watu wakiangua vicheko na kuwakejeli, huku Wale akitelekeza kitu alichokuja kukinunua na kumwachia mwanaye supermarket. Pamoja na aibu hiyo, Wale bado alipata ugumu wa kumrekebisha mtoto wake. Alitoa visingizio vyake akieleza kuwa mtoto wake alikuwa anasema ukweli tu. Ambacho Wale hakujua ni kwamba simba marara mdogo ambaye alikuwa akimfuga siku moja angeuma punda wake kwa njia ambayo hakutarajia. Wale alimpeleka Yemi katika ofisi ya serikali ili kutayarisha makaratasi. Foleni ilikuwa ndefu na hali ya hewa ilikuwa shwari huku watu wakingoja zamu yao bila subira. Yemi kama kawaida yake alizunguka ofisini akiuliza maswali kwa sauti. Alimwelekeza mzee mmoja na kumuuliza kwa nini meno yake yanafanana na mahindi yaliyovunjika. Alimwona mama mjamzito na kumuuliza kama ana watoto 10 mara moja. Watu walikunja uso, lakini Wale tayari alishazoea majibu yao. Walifika ofisi ya afisa wa ngazi ya juu wa serikali ambaye ndiye aliyekuwa na jukumu la kuidhinisha mkataba wa ujenzi wa Wale. Yemi alikaa kimya pembeni huku baba yake akijadiliana kwa muda mfupi na kiongozi huyo wa serikali. Kulikuwa na mkataba ambao baba yake alikuwa akiufuatilia kwa bidii na alikuwa amefanya kila kitu kuhakikisha unaidhinishwa, hata mambo ambayo hakujivunia. Baada ya kusaini baadhi ya nyaraka, ofisa huyo alimhakikishia kuwa faili lake lingewasilishwa kwa watu wanaofaa kwa ajili ya kuidhinishwa. Wale alifurahi sana kusikia hivyo. Alimthamini mtu huyo kwa msaada wake wote na akamshukuru huku akisimama ili kuondoka na mwanaye. Wale alitoka nje ya ofisi ya mwanaume huyo huku mwanaye akiwa pembeni yake. Wakatoka nje ya ofisi hiyo wakipita korido ndefu ambako watu walikuwa wameketi, wengine wakizungumza huku wengine wakiwa kimya wakiendelea na shughuli zao. Walipokaribia njia ya kutokea, Yemi alisimama na kupiga kelele kwa sauti yake ya kawaida isiyochuja. Baba, mbona umempa pesa nyingi huyo mwanaume? Si rushwa? Vichwa viligeuka huku watu wakianza kutazama. Wale aliganda huku akimgeukia mwanaye taratibu akijaribu kumziba mdomo ili asizungumze, lakini tayari alikuwa amechelewa. Mwanamke mrefu mwenye ngozi nyeusi aliyevalia sare kamili za kijeshi alikuwa amepita tu karibu nao. Jina lake lilikuwa Kanali Inena Ukoye, afisa wa kupambana na ufisadi aliyeheshimika nchini kote kwa msimamo wake mkali dhidi ya hongo. Alisimama na kugeuka nyuma kuwatazama, macho yake yamefinya. Samahani,
alisema akipiga hatua kuelekea kwa Wale na Yemi. Mwanao alisema nini tu? Wale alishikwa na kigugumizi, akitoka jasho. Noma, ni mtoto tu, hajui anachosema. Yemi, bila kujua dhoruba ambayo alikuwa ametoka tu kuifungua, akasonga mbele kwa ujasiri na kumwambia yule mwanamke, nilimuona baba yangu akimpa mtu huyo bahasha kubwa ya hudhurungi, nikaona. Akasema kwamba ikiwa hatampa pesa, hawataidhinisha mkataba wake wa ujenzi. Kanali Inenaukoe alimgeukia msaidizi wake na kumwamuru awafuate, apate hati ya kutafuta ofisi waliotoka tu na kuhakikisha kuwa bahasha ya kahawia inapatikana. Katika chini ya dakika 10, Wale alizingirwa na maafisa wa kupambana na ufisadi. Bahasha ilipatikana na Wale alikamatwa kwa hongo. Wale hakupigana hata na jambo hilo. Alimtazama mtoto wake Yemi ambaye machozi yalikuwa yakimtoka, na kwa mara ya kwanza Wale alijutia kila kitu, si hongo tu, si fedheha tu, bali aibu ya miaka aliyoitumia kutetea tabia mbaya ya Yemi, kiburi alichokiona kwa kujiamini na kukataa kumrekebisha mtoto wake pale ilipohusika zaidi. Akiwa amefungwa pingu na kupelekwa mbali, Wale alimgeukia mwanae huku moyo wake ukiwa mzito. Mwanawe, kuna tofauti ya ujasiri na busara, ningekufundisha vyema, alisema huku wakimpapasa. Yemi alitazama jinsi baba yake akiwekwa kwenye gari jeusi na kukimbizwa, kifua chake kidogo kikiinuka na kushuka kwa kasi huku mkanganyiko ukiwa umemjaa machoni. Hakuelewa ni nini kilikuwa kimetokea, alikosea wapi? Alikuwa akisema tu kile anachokiona kama baba yake alivyokuwa akimpa moyo, lakini sasa baba hayupo. Ilipofika jioni, polisi walikuwa wamempigia simu dadake baba yake ili aje kumtunza. Shangazi Bola alikuwa dada mkubwa wa Wale, hakuwa sawa na baba yake Wale ambaye aliunga mkono vitendo vyake kupita kiasi. Shangazi Bola alikuwa mkali, shupavu na aliamini sana nidhamu. Alikuwa mwalimu wa shule ambaye alilea watoto watatu wenye heshima na alijulikana sana katika jamii yake kwa kuwa mwanamke asiye na ujinga. Yemi alipofika alimkaribisha kwa sahani ya wali na onyo, ndani ya nyumba hii hatuongei hovyo, hapa mdomo wako lazima uwe na busara kuliko umri wako. Kuanzia siku hiyo, maisha ya Yemi yalibadilika kabisa. Kulikuwa na sheria, kulikuwa na utaratibu na kulikuwa na mipaka. Ikiwa Yemi alizungumza nje ya zamu, ilibidi apige magoti na kutafakari kwa dakika 10. Ikiwa angetoa maoni ya jeuri, ilibidi andike mistari 100 ya kuomba msamaha. Kila jioni, alilazimika kushiriki kitu cha fadhili ambacho alisema wakati wa mchana au alilala bila chakula cha jioni. Hapo awali Yemi alikataa, akapiga kelele, akalia na hata kujaribu kujibu, lakini shangazi Bola alibaki bila kutikisika. Mdomo wako karibu umpeleke baba yako kwenye kaburi lake, hautaharibu maisha mengine chini ya paa langu, alimwambia Yemi ambaye alisimama kimya kwa mara ya kwanza maishani mwake, asijue la kusema. Siku zilizofuata zilikuwa ngumu kwani Yemi hakuwa tena kitovu cha tahadhari, lakini hakuna mtu alianza kumcheka au kumtania mara ya kwanza. Ili kuhisi kile ambacho wengine walikuwa wamekisikia wakati wote, asubuhi moja, wakati akisaidia kufagia kiwanja, Yemi aliona msichana mdogo akijikwaa na kuanguka. Kwa kawaida, angepiga kelele kama vile, unajaribu kuchimba shimo kwa pua yako. Lakini kitu kilimzuia, maonyo madhubuti ya shangazi yake. Kwa hivyo badala ya kucheka, alikimbia kumsaidia. Uko sawa? Yemi alimuuliza yule binti aliyemtazama kwa mshangao na kumshukuru kwa msaada wake. Yemi alihisi wimbi la furaha la ghafla ambalo hakuwahi kuwa nalo kabla. Ilikuwa ni tofauti sana na jinsi alivyokuwa akijisikia kila alipokuwa akiwasemea wengine maneno yasiyofaa au kuwacheka pale jambo baya linapotokea. Muda huo mdogo ulizua jambo jipya kwa Yemi ambaye siku hiyo alirudi ndani ya nyumba hiyo huku tabasamu la utulivu likiwa usoni mwake. Usiku huo huo shangazi alimuuliza maswali ya kila siku. Yemi, ni jambo gani moja la fadhili ulilosema leo? Yemi alitazama kijiko chake kisha akainua kichwa chake taratibu na kusema, nilimsaidia msichana alianguka na nikamuuliza kama yuko sawa na akatabasamu kwa mara ya kwanza. Uso wa shangazi Bola ukalainika na kuwa tabasamu la joto. Huo ndio aina ya ujasiri ambao ulimwengu unahitaji, alimwambia Yemi ambaye alitabasamu wakati wakiendelea na chakula chao. Wiki zikageuka kuwa miezi na yule mvulana ambaye mara moja alianza kuwazua. Aliuliza kila maneno yake kabla ya kuwaza na kuwazua.
Akiongea, akajifunza kupongeza wengine na kufikiria mara mbili kabla hajasema neno lolote. Shangazi Bola alishukuru sana kwa jinsi Emmy alivyokuwa amefikia. Alimwangalia akijifariji huku akibadilika na kuwa kijana mwenye heshima. Jumapili moja mchana shangazi Bola alimchukua Emmy kwenda kumtembelea baba yake gerezani huku akionekana kukonda zaidi, mzee na mtulivu kuliko Emmy alivyokuwa anakumbuka. Muda huo alimwona mwanaye akimshika mkono huku machozi yakimtoka. Kwa nguvu, baba, nimekuwa nikijifunza kuongea vizuri, hata nilimsaidia mtu na sikuwafanyia mzaha, alisema kwa majivuno huku Wale akirudi nyuma na kumwangalia mwanaye. Midomo yake ilitetemeka lakini aliweza kutabasamu. Ninajivunia wewe mwanangu. Endelea na kila wakati msikilize shangazi yako. Kulikuwa na pausi ya muda mrefu kabla Wale hajaendelea kuongea. Natamani ningesema ukweli wakati Emmy angekufundisha, lakini ningesema ukweli. Aliitikia kwa kichwa taratibu, hatimaye akaanza kuelewa huku akitoka nje ya kituo cha marekebisho huku akiwa ameshikana mkono na shangazi yake Bola. Emmy akatazama juu angani. Hakujua mustakabali wa baba yake ulikuwaje, lakini alijua alichokuwa anakitaka yeye mwenyewe, si tu kuwa jasiri bali kuwa mkarimu, kuwa na hekima na kukumbukwa. Si kwa mdomo wake bali kwa moyo wake, na hivyo si kama kijana Emmy alivyokuwa akifikiria kila kitu kabla ya kuwaza kila kitu alichokuwa akikifikiria kabla ya safari ya Emmy. Alizungumza somo la kujifunza kutokana na hadithi hizi kuwa maneno yana nguvu. Kulea mtoto bila kumfundisha kutumia maneno yake kwa hekima ni sawa na kumkabidhi panga lisilo na mafunzo. Linaweza lisikate, lakini hakika litamuumiza mtu mwingine. Kujiamini bila wema ni ukatili, ukweli bila hekima ni hatari, na watoto wanakuwa kile tunachosherehekea. Kwa hiyo wainue, wasiwe na sauti kubwa bali wafikirie. Wawe na tumaini. Natumai ulifurahia hadithi hii. Karibu tena kwenye channel hii ya KC Jitu la Maarifa kwa simulizi na filamu mbalimbali zenye kuelimisha na kuburudisha. Hakikisha una subscribe na kuweka maoni yako hapo chini sehemu ya maoni. Pia usisahau kulike na kushare video hii kwa marafiki na familia na wapenda. Hadi wakati mwingine.